الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أتم سبحانه وتعالى لنا الدين وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، فله الحمد تبارك وتعالى أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katika darasa yetu ya mwisho kwenye kitabu Tauhid tumesoma mlango gani? Naam, tulisoma mlango babu man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighayri hisab. Mtu yote ambaye ataifahamu na kuifanyia kazi mlango mzima wa at-tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala anamwahidi janna yake. Na tukaona dalili nyingi katika kuthibitisha hilo. Mwenye tauhid Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi janna. Ima awe huyo muwahid, huyo mtu wa tauhid ako na madhambi, lakini kwa ajili ya tauhid ikawa ni sababu ya yeye kufanya nini? Kusafishwa kutokamana na yale madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na muwahid hakai milele katika moto. Muwahid hakai milele katika moto. Watatolewa watu katika pepo, watu ambao wako na hata chembe ndogo ya imani. Fakayf bi muwahid, fakayf bi muwahid. Na hii inaonyesha umuhimu wa mtu kuwa na tauhid, kuwa na tauhid kwa kuisoma na kuijua na kuifanyia kazi. Baada ya kumaliza babu man haqqaqa at-tauhid, mlango unaofuata ni mlango gani? Naam, babul khawfi min ash-shirk. Babul khawf, mlango wa mtu kuwa na khawf, kuwa na khawfu ndani ya moyo wake katika kuingia na kuzama na kufanya ashirku billah. Mwandishi wa kitabu wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, baada ya kumaliza kuhimiza watu na kuonyesha mwenye tauhid anaingia janna, next mlango ama next chapter akaweka kusudi al-khawfu min ash-shirk. Hapa kuna faida kubwa sana ndugu zangu, kuna faida na hikma kubwa sana next chapter kuweka mtu kuwa na hofu na shirk. Kwa sababu gani? Yani hikma gani tunapata? Ni kwamba binadamu akifundishwa kuhusu umuhimu wa tauhid na kwamba tauhid inaweza kukupeleka katika janna, huenda ikapatikana ndani ya moyo wake kufanya nini? Naam, kidogo kuinua hii nafsi, kuinua nafsi yake na kupungua hofu ya yeye kuingia katika ashirk. Lakini kutaka kuondoa jambo hilo na kumhumble huyu mwanadamu, kumfanya awe na tawadhu na anyenyekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa haraka next chapter akaweka nini? Babul khawfi min ash-shirk. Na hii ni fiqh na ufahamu mkubwa ambao mwanzishi wa kitabu ama mwandishi wa kitabu Allah subhanahu wa ta'ala amempatia. Usitosheke kwamba unajua tauhidi sana, haitoshi hiyo, lazima uingizwe khaufu ndani. Na hapa mwanafunzi yafaa abalance vitu viwili ambavyo inaitwa al-khawfu war-raja. Al-khawf war-raja, mtu kuwa na khaufu juu ya kitu na vile vile kuwa na raja, kuwa na matamanio au kuwa na hope. Kwa sababu kusoma tauhid na kujua ukubwa tauhid na kwamba utapata janna ni raja, unatarajia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio? Lakini raja peke yake haitoshi, lazima kuwe na raja, unatarajia janna ya Allah kwa tauhidi ulionayo, sawa? Lakini lazima upatikane na hofu. Hizi vitu viwili vitaweza kufanya nini? Vitaweza kubalance. Wanasema ni kama njiwa mwenye mbawa mbili. Kwa mbawa mbili anaweza kufanya nini? Anaweza kuruka. Fahakadha mu'min akiwa na al-khawf war-raja ataweza kuihifadhi imani yake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hataweza kughurika na hii nafsi. Al-khawf war-raja ni mlango muhimu sana
mwanafunzi na yoyote ambaye anayesoma tauhid anayo. Jua tauhid, usiingie katika shirk, kuwa na imani yenye nguvu, lakini isikupelekea hiyo kufanya nini? Naam, kujisahau nafsi yako. Kutojisahau nafsi utachukua nini? Utachukua al-khawfu yake pamoja na ar-raja, ndio ikusaidie. Aya kwanza ameweka kwenye mlango wa al-khawfu min ash-shirk, mtu kuwa na khawf katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni pindi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipobainisha juu ya hali ya mtu ambaye anayezama kwenye shirk. Hali yake ni ipi? Anasema Allah, inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru, hasamehe, an yushraka bihi, kwamba yeye anashirikishwa na mwanadamu. Naam, wa yaghfiru duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi kando na shirk, yani chini ya shirk yote Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasamehe isipokuwa ashirk. Hapa inakusudiwa shirki ambayo haisamehewi ni mtu kufa na kuondoka kwenye hii dunia ikiwa bado yuko kwenye hali ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tamam, tutakuja kuona hapo mbele insha Allah. Aya hii aliyoandika ama kuweka mwandishi wa kitabu, kuna aya kama hii vile vile ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala inayosema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Aya mbili zinafanana. Moja inasema wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhima. Aya kwanza, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kisha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman, naam, adhima. Aya ya pili inafanana na hii ya kwanza, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Aya zote mbili hizi zinabainisha kwamba Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi zote isipokuwa ashirk, kwa mwenye ambaye ataondoka kwenye hii dunia bado akiwa na sifa ya shirk. Ya kwanza anasema mwenye kufanya hivi atakuwa faqad iftara, amemzulia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dhambi kubwa sana kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kiumbe, ama kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Hii ni kumwekelea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jambo ambalo hajakuamrisha, bali jambo ambalo amekukataza. Aya pili, wa man yushrik billah, mwenye kumshirikisha, asema faqad dhalla dhalalan ba'ida, atakuwa amepotoka na kupotea katika njia ile ya mbali sana. Aya hizi mbili zote zinaonyesha kwamba shirki si jambo ndogo. Shirki si jambo ndogo, ni kumsingizia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuzipelekea zile ibada alizokuamrisha wengine ama pengine. Na vile vile ashirku billah, mtu ikiwa atazama ndani yake atakuwa ameangamia kuangamia kukubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe madhambi ya wanadamu, sio? Ni mwenye kusamehe dhambi zote. Madha qala Allah ta'ala, naam, inna Allah ish, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Hii ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asli katika mlango wa mtu kumkosea Mwenyezi Mungu, iwe ni makosa namna yoyote, yaghfiru dhunuba ish jami'an, hatta shirk Mwenyezi Mungu anasamehe, hatta ashirk Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasamehe. Hii ndio asli katika mlango wa kumkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa yaghfir, sio? Lakini kwa mwenye ambaye ataendelea na sifa hii ya ashirku billah, ambayo ni katika min a'zami adh-dhunub, katika dhambi kubwa, uendelee kwenye hiyo hali mpaka uondoke kwenye hii dunia bado unamshirikisha Mwenyezi Mungu, natija yake nini? Result atapata nini? Naam, aya gani? Aya tuliyosoma, ايش? inna Allah la yaghfiru
Kwa hiyo ni binadamu mwenyewe anajitakia kufika kwenye level ya nini, annahu la yughfar, kwamba yeye hasamehewi, kwa sababu asli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya nini, yaghfiru dhunuba jami'a, dhambi zote yosamehe Mwenyezi Mungu, hakuna dhambi asiyosamehe, hakuna. Wewe piga picture dhambi yoyote mtu anaweza fanya kwenye hii dunia, yoyote anaweza fanya, Mwenyezi Mungu anafanya nini, anakusamehe kurudi kwake. Na hii ni rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Sisi Ramadhani tulikuwa Mwenyezi Mungu ametuafikia kufunga. Anatufundisha nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwamba katika kila siku ya Ramadhani Mwenyezi Mungu ako na utaqa, ako na watu wanafanya nini, anawatoa katika listi ya watu wa motoni na wala harudishi katika listi hiyo. Rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu asipopata rahma hii si yeye mwenyewe amejitakia? Naam, naam. Wa rahmatuhu wasi'at kulla shay. Rehema ya Allah imeenea na ipo katika kila kitu, katika kila maisha ya Muislamu. Rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa mwanzishi wa kitabu baada ya kuweka al-khawfu min ash-shirk ameweka aya ambayo inamfanya mwanadamu awe na tawadhu, aelewe ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii ameweka kuingiza hofu katika moyo wa Muislamu, kwamba kuwa na hofu juu ya shirk, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii shirk ikiwa utaondoka nayo kwenye hii dunia haiwezi kukusamehe nayo. Akijua hivi binadamu itafanya nini kwenye moyo wake? Itaingia al-khawf, ataogopa kwamba hii dhambi inaweza nifanya nisamehewe na Allah. Ataingia hofu ndani ya moyo wake, ataingia hofu katika kukaribia, hata kufikiria mwanadamu ataingia hofu, naam, ya yeye kufanya nini, ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kisa ya mwanamke ama baina ya mwanamume wa Kiislamu na mwanamke ambaye ni kinasara ama Kiyahudi. Bwana huyu alimwona mwanamke asiyekuwa Muislamu, akaathirika na yeye, akataka kufanya kitu ambayo ya kuexpress feelings zake. Naam, akataka kufanya matamanio na yeye. Mwanamke huyu akamwambia, wewe ni Muislamu na mimi yani ni Mkristo ama ni kafiri mimi. Ikiwa unataka unachokitaka, njia ni moja pekee yake. Mimi siwezi kuruhusu naam unachokitaka wewe. Njia ni moja. Akaambia ni njia gani? Akaambia ni wewe kuwa naam katika dini yangu, katika dini yangu. Bwana yule akakubali. Bwana aliyekuwa Muislamu akafanya nini? Akakubali. Akaenda kwa wazazi wa wale, kadhihirisha anachokitaka, akaingia katika dini ya ule mwanamke. Baada ya kuingia, baina ya yeye kwenda ile matamanio ya nafsi yake kwenda kutekeleza na kufanya, baina yeye na hiyo akapatikana na al-maut, akapatikana na maut, akafariki, akaondoka kwenye hii dunia, akafa akiwa si Muislamu. Huyu makazi yake ni wapi? Naam, naam. Innahu man yushrik billah, akhir lahadha kutoka kwenye hii dunia ni nini? Ashirku billah. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu siwa, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mithlu hadha la yughfar, kama huyu asamehewi dhambi. So ameondoka kwenye hii dunia akiwa kwenye hali ya shirku billah, bal amekosa yote, amekosa yote. Amemkosa yule mwanamke na amekosa dini yake, amekosa yule mwanamke na amekosa dini yake. Falmu'min yahfaz, afahifadhi la ilaha illa Allah yake, uwe na hofu, jambo lolote lisikutatize katika kuhifadhi la ilaha illa Allah yako, sababu
ikiwa utaondoka kwenye hii dunia bila la ilaha illa Allah, madha qala Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tusikia hofu na nyoyo zetu kidogo, sababu hii ndio malengo ya huyu mwandishi wa kitabu. Wasikia hofu kidogo Qasim? Naam. Tayeb. Ameweka dalili ya pili, asema waqala al-Khalil alayhi salam. Al-Khalil anakusudia nani? Ibrahim alayhi salam. Angalia ufahamu wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim, ndugu zangu, pamoja kuwa Ibrahim alayhi salam ni imamul hunafa, yeye ndio kiongozi wa muwahhidun, watu wa tauhid, yeye ndio kiongozi wao. Wattabi' millata Ibrahim, mtume anaambiwa fuata mila ya Ibrahim ya tauhid. Kiongozi wa tauhid huyo Ibrahim alayhi salam, kama alivyosema waqala al-Khalil, sio Ibrahim ni Khalilur Rahman, sio Mwenyezi Mungu amemfanya Khalil, kumfanya ni yani kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam ndiye aliyevunja masanamu kwa mkono wake. Mtu kuvunja masanamu si rahisi, naam, illa ni mtu ambaye tauhidi imesimama kikweli kwenye moyo wake. Mtu kufikia kwenda kuvunja masanamu kwa sababu ya shirki inayopatikana pale, huyu imani yake si ya kawaida. Fahadha wa Ibrahim, sio? Lakini angalia anasema nini Ibrahim? Madha qala Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Wajnubni, na niepushie mimi ya Allah, wa baniya, na watoto wangu na kizazi changu, an na'budu al-asnam, kwenda sisi kuabudu masanamu, ai kufanya ashirk. Imamul hunafa Khalilur Rahman aliyevunja masanamu kwa mkono wake, pamoja na hivyo yohofia hii nafsi yake kufanya nini? Kuingia katika shirk. Ndio maana Ibrahim at-Taymi asema waman ya'man al-bala baada Ibrahim alayhi salam, nani anaweza kuwa na guarantee asipewe fitna na kuonjwa baada ya Ibrahim? Nani anaweza kuwa na moyo uliokuwa relaxed kwamba wewe uko 100% huwezi kuingia katika shirk? Nani anaweza kuwa na huyo moyo? Ikiwa Ibrahim ameweza kuwa, man ant. Na hapa kuna umuhimu wa mtu, hata kama anahisi yeye anajua tauhid, hata kama yeye ni mtu mwenye kuimplement tauhid, bado anafaa fanya nini? Aendelee kusoma na kujua zaidi mlango wa tauhid. Ya kusikitisha, kuna baadhi ya Waislamu wanaweza kuambia kweli tunahitaji kusoma tauhid, kweli tunahitaji kusoma tauhid, tumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatufai kutosheka na kuisoma tauhid, ndugu zangu. Tauhid inafanya moyo wako uwe strong, uwe na nguvu. Moyo wako uwe na nguvu, umjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi. Ikiwa tauhid haiongezi kitu katika imani, isingedhihiri maneno kama haya kwa mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Kutaka kuokolewa na kutaka kuhifadhiwa na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwa na hofu, ilikuwa ni sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile ni sifa ya manabii, mtu kuwa na hofu juu ya shirka, kuwa na hofu kuingia katika shirka. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja kwenye ahadith zake, ni kwamba kila asubuhi na jioni ikiingia, Mtume alikuwa akipenda kukariri mara tatu asubuhi na mara tatu
jioni. Hiyo ni mara ngapi kwa siku? Mara 6. Akisema nini? Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr, kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imma kuingia katika shirk, katika kufuru hiyo, wal-faqr, na ufakiri, wa a'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa ant. Mara 6 kwa siku Mtume SAW alikuwa akiomba Allah Subhanahu wa Ta'ala afanye nini? Amweke mbali na ashirk wal kufr. Ikiwa Mtume anaomba hivyo, sisi twafaa kuomba vipi? Naam, ikiwa mara 6 yanaomba, sisi tuombe mara ngapi? Naam. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwafundisha masahaba zake katika kuwa na hofu na shirk na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, mmoja katika hadithi anawaambia masahaba, ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu adhhaba Allahu ankum qalila ash-shirki wa kathira. Je, nisiwafundishe kitu ambacho ikiwa mtaifanyia kazi kitu hiyo itaweza kuondoa na kuepushia qalila shirki wa kathira, kidogo katika shirki ndogo na kubwa, shirki kidogo na shirki nyingi pia. Niwafundishe nyinyi masahaba zangu. Hapa nataka kuwafundisha kitu ambayo itawasaidia kufanya nini? Kuepushia katika shirki, kuweka mbali na shirki. Anawajali Mtume sallallahu alaihi wasallam, si yeye peke yake, bali si yeye peke yake anajijali, anajali paka masahaba zake. Qalu bala ya Rasulullah, akamwambia Rasulullah, tufundishe ni kitu gani hiyo ambayo tukiifanya tufanya nini? Itatuepusha na shirk. Faqala alayhi salatu wassalam, taqulun Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka wa nahnu la na'lam. Naam, Allahumma inni a'udhu bika an nushrika bik. Naam, sema kitu. طيب, اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك, kushirikisha, tujilinda kutoka kwako Allah kuwa tunakushirikisha ikiwa tunafanya nini? Tunajua. Wanastaghfiruka, na tunakuomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala iwapo tutakushirikisha. Wa nahnu la na'lam, wa nahnu la na'lamu, na tunakuomba msamaha ya Allah. Naam, ikiwa tutakushirikisha, ikiwa hatujui. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bik wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka. Naam, wa nahnu la na'lam, ay wa nastaghfiruka an nushrika bika wa nahnu la na'lam. Hii ni sigha ya jamaa, sio Allahumma inna nastaghfiru bika, sio. Lakini ukitaka kusema peke yako utasema vipi? Allahumma inni astaghfiru, Allahumma inni a'udhu bika an طيب, acha tuende pole pole inshallah. Allahumma inni, naam, a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Tamam. Wa astaghfiruka, naam, wa astaghfiruka ايش an ushrika bika wa ana la a'lam, wa ana la a'lamu, wa ana la a'lam, wa nastaghfiruka wa nahnu la na'lam, wa nastaghfiruka wa nahnu la na'lam. طيب, hii ndio kauli ya Ibrahim alayhi salam aliposema wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, wajnubni wa baniya
an na'buda al-asnam. Tukaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye siku yake zaidi ya mara 6 alikuwa akiomba Mwenyezi Mungu amhifadhi na amwepushe katika nini? Kumkufuru na kumshirikisha. Na tukaona Mtume akifundisha masahaba zake kwenye kutaka kuhifadhiwa kwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujua na kutojua, na kujua kwa kutojua. Na hii ni dua muhimu mtu kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhi kumshirikisha Mwenyezi Mungu ikiwa hujui, imma kwa kuja Allah niepushe mimi ya Rabb wa baniya, na watoto wangu na kizazi changu. Talabul asma min Allah walau naam min Allah la min an-nafsi, la min an-nafsi. Jambo la tatu ni ahamiyatu ad-du'a lidh-dhurriyyah, ahamiyatu ad-du'a lidh-dhurriyyah lianna Ibrahima lam yaktafi binafsihi. Jambo la tatu ni ahamiyatu ad-du'a lidh-dhurriyyah, umuhimu wa kuombea kizazi chako na watoto wako na watu wako wa nyumbani katika dua zako, na wala usitosheke na wewe peke yako. Ibrahima kujiombea peke yake, Mwenyezi Mungu amwepushe katika kuabudu masanamu, bal aliwaingiza katika dua yake familia yake na kizazi chake. Jambo la 4, Ibrahim alayhi salam alisema wajnubni, sio wajnubni ay ij'alni fi janib washirku fi janibin akhar. Ibrahim anamuomba Allah amjalie yeye kuwa sehemu moja kando kabisa na shirku kuwa kando kabisa. Faida tunaipata ni kwamba anamuomba Allah amweke mbali sana na shirku. Naam, ij'alni fi janib washirku fi janibin akhar ay ab'idni anhu kull al-bu'd la mujarrad al-wuqu' thumma an-najat. Anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amwepushe kwa namna zote katika kumwepusha, si kumwepusha katika kuingia kwenye shirk peke yake, amwepushe kwa hali zote na amweke mbali. Shirki iwe janib hii na yeye awe janib hii. Hizo ni faida ngapi? Faida 4. Na taturudia inshallah. Naam, na taturudia hizi faida 4. Ya kwanza ni al-khawf. الخوف نعم الخوف من الفتنة مع قوة الإيمان. سيو جنب الأبيلي طلب العصمة من الله لا من النفس. يتاتو أهمية الدعاء للذرية. جنب الأنة في قوله اجنبني أي اجعلني في جانب والشرك في جانب آخر أي أبعدني كل البعد لا مجرد الوقوع ثم النجاة. Kwenye hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza na masahaba zake anawaambia akhwafu ma akhafu alaikum, katika vitu ambazo naziogopea sana kwenu nyinyi, naam, ni ashirku al-asghar, ni shirki ndogo. Masahaba wakamuuliza ya Rasulullah, naam, fasuila anhu, aliulizwa Mtume sallallahu faqal, alipoulizwa kuhusu shirku al-asghar hiyo unayokusudia ni ipi, akasema ar-riya'u, ni mtu kufanya sifa ya ar-riya. Hadithi hii imewekwa in short, lakini hadithi kamili ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Tamam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha ar-riya ni nini, ama mfano wa ar-riya akasema
Yaqulu Allahu azza wa jalla yawma al-qiyama, atasema Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, idha juzia an-nasu bi'a'malihim, watu wakisha lipwa matendo yao, wakiwa nalipwa kwa walichokifanya kwenye hii dunia. Naam, idha juzia an-nasu bi'a'malihim, Mwenyezi Mungu anawaambia wale watu kwenye dunia walikuwa na sifa ya riya. Naam, anawaambia idhhabu, endeni, ila alladhina kuntum turauna fi dunya, endeni kwa wale ambao kwenye dunia mlikuwa mkijionyesha mkifanya ibada zenu kwa ajili yao. Kisha Mwenyezi Mungu anasema fandhuru, kisha muone, hal tajiduna indahum jazaa, endeni kwa wale mliowafanyia kwenye dunia hayo matendo mkao mnafanya kwa ajili yao, endeni kwa wao kwenye dunia, kisha muone, fandhuru, kisha muone kweli, hal tajiduna indahum jazaa, mutaona ama mutapata malipo gani kutoka kwa wao, nini mtakachopata kutoka kwa wao. Kwenye dunia mlikuwa mnafanya mambo kwa ajili yao. Riya ni mtu kufanya matendo kwa ajili ya watu kumuona, kwa ajili ya watu kumuona. Mmoja katika mashayikh asema kuna bwana mmoja alikuwa na swali na kulikuwa na watu wamekaa karibu yake. Asema wale watu wakaanza kumsifu, ama wale waliokuwa pale wasema tukaanza kumsifu, tukaona sifa ya swala yake imebadilika. Alifanya swala yake beta zaidi, khushu' zaidi, kila katika step yake kuwa na mabadiliko kidogo. Asema tukaendelea kumsifu, baada sala tukaenda zetu. Yule bwana asema akatufuata. Yule bwana ambaye alikuwa na swali nia yake ikabadilika kwa kusifiwa na watu, akawa anafanya kwa ajili ya wale watu. Baada sala akawafuata akawaambia, si swala peke yake, hata nimefunga leo pia, hata nimefunga pia leo, kama huyu hadithi hii ya Mtume sallam ya Musa wa Yusuf, ya Musa vizuri, sio? Naam. Kuna riya na sum'a. Riya ni mtu kutaka kuonekana, wasum'a ni ish, kutaka kufanya nini? Kutaka kusikika. Wangapi katika watu wanafanya matendo yao siku hizi? Naam, kutaka kujionyesha. Kuna watu wanatembea kabisa na vifaa hizi za makamera na kila kitu. Kila anachokifanya lazima watu wafanye nini? Naam, lazima watu waone katika ibada zao. Ni msiba mkubwa sana, ndugu zangu katika imani. Mmoja katika makurra, watu wako na sauti mzuri, alikuwa anamwambia mwenzake, leo nawasomea ile ya kuwaua. Leo nawasomea kuwaua, si kuwaua yani kama inavyoeleweka. Tutasema lugha gani nyingine? Kuwamaliza bado ni lugha hiyo tu. Leo nawasomea yani ile yangu ya mwisho, nataka niwaathiri zaidi leo. Subhanallah. Walmu'min anafaa ajihifadhi na sifa kama hizi. Matendo yako yote ufanye kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili usione kukhasirika mbele ya Mwenyezi Mungu. Matendo ikiwa ni kwa ajili ya binadamu hauna malipo, mtu asijisumbue kabisa. Ibada yote unayofanya ikiwa hujamkusudia Mwenyezi Mungu 100%, usijisumbue. Na riya ambayo imetajwa hapa katika ibada, inaweza patikana riya mwanzo wa ibada, katikati ya ibada, ama mwisho wa ibada.
Ikiwa ibada imeanza na ikhlas, uko kwenye swala yako ikhlas, alafu ikapatikana kitu katika riya kidogo, akaingia, umemwona mtu pale ama umeona watu kidogo, ikapatikana riya katikati ya swala, baadhi ya ulama wanasema inaathiri swala yako kidogo, swala yako itakubaliwa. Ikipatikana mwisho, swala yako iko sahiha. Lakini mtu pigana na nafsi, pigana na nafsi yako. Kila ikikujia yeke nafsi chini, because hii nafsi inapenda kufanya nini? Kuinuliwa. Nani apende kusifiwa? Nani apende? Kuna mtu apende kusifiwa? Naam. Kuna mtu Qasim apende kusifiwa? Si kusifiwa kwa ajili ya kazi yako, la. Kusifiwa Ramadhani, mashaallah ulikuwa hivi, tulikuona siku fulani katika Ramadhani, badala ya kuweka mkono hivi uliinua juu kabisa katika dua. Wasikia raha, sio kama hivyo? Wasikia raha? Wasikia raha, sio? Sinaona. Kwa muumini anafaa pigana nafsi yake. Usikubali kusikia vitu kama hizi, usikubali vitu kama hizi zingine na moyo wako. Pigana na nafsi yako ili usikute matendo yako siku ya kiyama mbele ya Allah imefanya nini? Naam, imekataliwa. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Kwa hivyo الرياء ni katika shirk al-asghar, ni katika shirki ndogo, katika shirki ndogo ambayo haimpelekei mtu katika al-kufr, illa ikiwa mtu katika matendo yake anafanya kwa ajili ya watu 100%. Mimi naenda kwa msikiti fulani kuswali kwa sababu ya mtu fulani pale, nataka anione vile na swali, nataenda kuswali mbele yake, nitaiswali hivi ili anione. Hii ni kitu kingine. Hii riya ile kusudiwa ni riya ambayo inamjia mtu kwenye ibada zake. Naam, inamjia mtu kwenye ibada zake, wala si kwenye kukusudia from the, yani kutoka mwanzo wa ibada yake ama kabla ya ibada yake. Tamam, hii kabla ya ibada inahofiwa zaidi hata kuwa katika shirk, kwamba umefanya kwa ajili ya ule mtu zaidi hata kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Hadithi ya Ibn Mas'ud akibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anasema man mata, mwenye kufa, yani mwenye kuondoka kwenye hii dunia, wa huwa yad'u, asema nini? Min duni Allah, sio? Wa huwa yad'u min duni Allah, na ikiwa anamuomba Allah, anamuomba kando na Allah subhanahu wa ta'ala, na huyu anayemuomba amemfanya ni nid, amemfanya ni mithl ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amemfanya ni mfano wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ama amemweka kwenye daraja kama ya Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala an-nar, anaingia katika moto. Hadithi ya Jabir asema radiyallahu anhu, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man laqiya Allah, yoyote atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama akawa na sifa ya la yushrik bihi shay'a, hamshirikishi na wala hajamshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala chochote katika hii dunia, akawa ni mtu mwenye tauhid, naam, akawa mbali na shirk na zile sifa za shirk, dakhala aljanna, anaingia katika janna. Wa man laqiyahu, na atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala yushrik bihi shay'a, akiwa ni hali ya mushrik, dakhala an-nar, anaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi dalili zote alizoweka hajaweka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ila kwa ajili ya kutaka kuingiza hofu kwenye moyo wa mu'min, ila kutaka kuingiza hofu katika moyo wa mu'min. Utaona inna Allah la yaghfir, ukisikia la yaghfir hofu inaingia, kuna maghfira ya Allah, ukitaka kujua ni nini, kumbe ni ashirku billah. Chini utaona Khalilullah, Khalilur Rahman قال وجنبني وبني, anaomba Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi na ashirku billah. Hadithi nyingine
akhwafu ma akhaf, katika mambo nayogopea sana. Na hapa faida tunaipata, ikiwa ashirku al-asghar, mtume anasema akhwafu ma akhafu alaikum, katika nayogopea sana nyinyi ummati Muhammad ni nini? Ashirku al-asghar ni ar-riya, na mfano wa riya. Ikiwa shirku al-asghar ni katika nayogopea sana mtume sallam, fakayf bi naam shirku al-akbar, kayf bi shirku al-akbar? Ndugu zangu, atasema nini mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam, ikiwa shirku al-asghar hii ni hali, ndio hali yake. Hadithi nyingine chini yake ni hadithi ibn Mas'ud kwamba yote anayetoka kwenye hii dunia akiwa amemfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kiumbe yoyote na chochote sawa na Allah katika kumuomba, katika ibada, anaenda wapi? Dakhala an-nar. Kukusikia hivyo muumini anaingia nini? Anaingia vile vile al-khawf ndani ya moyo wake. Na hadithi ya mwisho, yoyote anayekutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa amemshirikisha ama akiwa amemshirikisha, makazi yake ni wapi? Ni moto, makazi yake ni an-nar. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aingize hofu ya sisi kukaribia shirka, aingize hofu hiyo, ndio itakayotusaidia. Kama tulivyosema mwanzo, lazima mwanadamu abalance baina al-khawf wa ish wal-khawf wal-raja, lazima ziwe balanced. Usiwe na hofu sana ukasahau raja, ukaona muogopa Allah, hauna hofu tena. Mwenyezi Mungu anasema la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma zake. Msiwe na hofu sana, sawa? Na usiwe na raja sana kwamba wewe unajiamini na imani yako. La, kuwa na hofu ndani, kuwa na hofu ndani. Muislamu hafai kusema mimi na shirk tushamalizana, mimi najua tauhid, mimi na implement tauhid, kitu naitwa shirk mimi hainishtui kabisa. Man ant? Naam, nyoyo zetu ziko kwenye mikono ya Allah Subhanahu. Mwenyezi Mungu anaweza kukupatia mtihani, mashaitani anaweza kukusanyika na vitimbi vyao wakufanya nini? Wakufitinishe. Falmu'min anafaa ishi baina al-khawf wa ar-raja. Tusimamia hapa insha Allah. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.